Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Lakini wakati huu tunakujuza jinsi makombora ya ballistic ya Iran ya masafa marefu yanavyofanya kazi. Iran imetengeneza aina mbalimbali za makombora ya ballistic katika miongo mitatu iliyopita, ikiwa ni mojawapo ya silaha kubwa na za kisasa zaidi katika kanda. Hata hivyo, Iran kupitia makombora yake hasa ya masafa marefu Long Range Ballistic Missile LRBM ni silaha za masafa marefu zilizobuniwa kutoa vichwa vya kawaida au vya nyuklia kufuata mzingo wa ballistic na huweza kurushwa na kufikia katika eneo ambalo limelengwa kulingana na urefu wa eneo hilo. Hata hivyo, kurushwa kwa makombora haya na kufanywa kwa kutumia injini zenye nguvu za roketi ambazo husukuma juu kuelekea juu angani yakisafiri kwa kasi kubwa sana. Mchakato huu wa kurusha hugawanywa katika hatua kadhaa. Kwanza, injini huwaka na kutoa msukumo mkubwa wa kwanza, kisha baadhi ya roketi huweza kujitenga kwa maana stage separation ili kupunguza uzito na kuongeza kasi. Ni muhimu kutambua kwamba tofauti na ndege, makombora haya ballistic hayategemei hewa kwa ajili ya msukumo wao. Yanabeba mafuta na vifaa wezeshi vinavyoruhusu kusafiri hata nje ya anga hewa. Mara tu injini zao zinapozimwa na mafuta kwisha, kombora hufuata njia iliyopangwa kabla ya kuelekea juu na baadaye kuruka chini kwa kasi kuelekea ilipoelekezwa na kugonga shabaha yake. Fizikia inayoongoza mwendo wa makombora haya ya balistiki inafanana na ile inayoongoza utupaji wa mkuki, ambao kombora hupata msukumo wake wa awali tu kutoka kwa nguvu na kurushwa na kisha kuendelea kusafiri chini ya ushawishi wa mvutano, kwa maana gravity, kasi ya momentum na msuguano wa hewa air resistance. Lakini hebu tutambue umbali na kasi na muda wa kusafiri. Kwanza tuanze na kiwango cha umbali. Makombora ya ballistic ya Iran yanaweza kusafiri umbali mbalimbali kuanzia mamia ya kilomita hadi zaidi ya kilomita 10,000 kuvuka mabara. Aina muhimu ni makombora ya ballistic ya masafa marefu LRMB, kwa maana Long Range Ballistic Missile, ambayo yanaweza kusafiri kati ya kilomita kuanzia 3500 hadi 5500, maili 2175 hadi 3418, na hivyo kuwa ni tishio kubwa kwa maeneo lengwa yaliyokuwa mbali. Makombora haya husafiri kwa kasi kubwa sana, hivyo huyawezesha kusafiri maelfu ya kilomita ndani ya dakika chache tu, na kasi yao hupimwa kwa kipimo kinachoitwa Mach, kinacholinganishwa na kasi ya sauti. Mach moja ni takribani kilomita 1225 kwa saa. Baadhi ya makombora ya masafa mafupi hufikia kasi ya juu ya sauti zaidi ya Mach moja, huku yale masafa marefu ikiwemo Long Range Ballistic Missile yakiweza kusafiri kwa kasi ya hypersonic, yani zaidi ya Mach 5, sawa na kilomita 6125 kwa saa. Umbali kati ya Iran na Israel ni takribani kilomita 1300 hadi 1500, sawa na maili 800 au 930. Makombora ya ballistic kutoka Iran yanasafiri kwa Mach 5, yanaweza kusafiri Israel kwa takribani dakika 12 tu, ingawa muda kamili unategemea aina ya kombora na eneo la kurushia. Lakini mara nyingi makombora yanayotumiwa na Iran yanatumia kati ya dakika kuanzia 12 hadi 15, na wakati mwingine mengine hutumia hadi 18. Kwa nini makombora haya ya ballistic ni magumu kuzuiwa? Kinachofanya makombora haya ya ballistic kuwa hatari sana ni mchanganyiko wa masafa yao marefu, kasi yao kubwa na ugumu wa kuwazuia. Ni makombora ya kizazi cha 5. Njia yao ya kuruka juu kwa kasi huipa mifumo ya ulinzi muda mrefu sana wa kuyakabili, na yanaporejea kutoka angani yanashuka haraka sana hata zaidi, jambo linalofanya uzuiaji kuwa mgumu sana. Kasi yao ya ajabu, hasa katika awamu ya mwisho inaporudi kutoka angani, inamaanisha kuwa kuna muda mfupi sana kwa mifumo ya rada kugundua, kufuatilia na kurusha kombora la kuyazuia. Zaidi ya hayo, baadhi ya makombora ya kisasa hutumia mbinu ya kupunguza kuonekana na kugundulika, stealth technology, vifaa vya kudanganya kwa maana decoys, au hatua nyingine za kukabiliana, countermeasures, ili kuficha ishara zao za rada na kudanganya mifumo ya ulinzi wa makombora, na hivyo kuyafanya kuwa magumu zaidi kuyazuia kwa ufanisi. Tofauti na makombora aina kama ya cruise ambayo huruka kwenye anga ya chini na polepole na hivyo kuruhusu kuzuiliwa, makombora ya ballistic ya Iran
husafiri kwa kasi kubwa sana na kwa mzingo unaotabirika, lakini kasi hiyo ndiyo inayofanya kuwa ngumu kuyazuia, ingawa makombora ya cruise yanaweza kuchukua takribani masaa 2 kufika Israel kutoka Iran. Hata hivyo, na drone hadi masaa 9, makombora ya ballistic ni ya haraka zaidi na ni hatari zaidi kutokana na kasi na njia yao ya kuruka, na ndio yamekuwa nguzo muhimu katika vita dhidi ya Israel. Israel imekuwa ikitafakari namna ya kuweza kupambana na makombora haya. Makombora haya yamekuwa ni hatari sana. Ni makombora ambayo wakati huu Iran inazidi kuyatumia. Iran ina aina tofauti tofauti ya makombora. Yapo makombora ya Fatah, yapo makombora mengine ya Ghadir na makombora mengi ambayo Iran imeazalisha ikisema ni makombora ya kisasa ya kizazi cha 5, makombora ambayo sasa wanasema hawataweza kuyadungua. Lakini kingine ambacho Iran hufanya, makombora haya wanayarusha kwa wengi kiasi kwamba Israel inashindwa kutumia mifumo yao ya ulinzi kuweza kuyadungua kwa sababu ni makombora mengi mno, kiasi kwamba kutokana na kasi yake, kutokana na nguvu yake, yanakuwa magumu kuyadungua. Iran bado ina kombora lengine lenye uzito wa tani 2 sawa na kilogram 2000. Ni moja kati ya makombora hatari ambayo bado hajaanza kuingizwa vitani, na haya ni makombora ambayo kimsingi wachambuzi wa masuala ya kivita wanasema kama Iran makombora yake aliyoyazindua hivi karibuni kabla ya kuanza kwa vita yatatumika, huenda yakaleta madhara makubwa ndani ya Israel. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa tukikujuza tu makombora yale wanaoyatumia Iran katika mashambulizi yao, namna ambavyo yanafanya kazi na ni kwa nini yanashindwa kudunguliwa kirahisi na kuleta madhara kiasi hicho. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.